Shalom shalom wapendwa, wasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tulipenda tuchangie pamoja neno hili la Timotheo wa pili sura yake ya 3. Taanzia kwa mstari wake wa kwanza hadi 4, lakini tunalenga 3 yake hasa. Na katika mstari wake wa 3 tunalenga hasa neno moja linasema juu ya usingiziaji. Ni pale tunalenga sana, lakini ni dalili za siku za mwisho na tabia ambazo zingalipo. Tutaangalia kitabu hichi kimeandikwa au barua hii imeandikwa na nani? Imeandikwa na Paulo, mtumishi wa Mungu, Paulo mtume, na ilikuwa karibu maneno ya kumtia moyo mwana wake mtumishi wa Mungu Timotheo, na ilikuwa karibu maneno ya mwisho, huku yalikuwa barua yake ya mwisho akiwa katika gereza, karibu ataenda kuuawa kwa sababu ya habari njema. Na Paulo alijua kwamba kabisa hatatoka na aweza kufikia kifo, na karibu tu anaweza kuuawa. Na akamtumia maneno haya Timotheo mwana wake kwa kumtia moyo, huyu ambaye alikuwa mchungaji kwa kanisa la Efeso. Timotheo alikuwa kwa kanisa la Efeso, na Paulo amekuwa amefungwa pale Roma, na amemwandikia hizi habari. Na ilikuwa mwaka wa 66, mwaka wa 67. Ni hapo alikuwa katika kifungo hicho pale Roma, baada ya miaka 2 ya kuwekwa huru, kifungo tena, akafungwa tena, na hapo ilikuwa mwisho wake kabisa ili afikiwe kunyongwa. Na ilikuwa katika wakati wa huyo anaitwa Emperor Nero. Na huyo Emperor Nero ni mtu ametesa kanisa sana, na aliua Wakristo na watumishi wengi wa Mungu, na huku ndio amekamata tena mateka na kumwingiza Paulo gerezani, na karibu Paulo auawe kwa mwaka huyo 66. Ni pale alimwandikia Timotheo barua hii. Na lengo la kumwandikia barua hii ilikuwa kumtia moyo, kumuonesha, kumkumbusha, kumwambia kwamba ingawaji nyakati hivi ziko juu ya kwamba umeitwa kwa sababu ya Mungu, simama vizuri, usiregeze kamba, lakini kama gisi ulivyoita, endelea kufundisha katika neno la Mungu la kweli, na huku ukimtegemea Roho Mtakatifu. Usiache na kwenda nyuma na kushawishika, lakini baki sawa na gisi ulivyoitwa na Bwana. Tunaona hapa gereza, Paulo alikuwa karibu peke yake, na huku mtu alikuwa karibu naye aliitwa Luka, mtumishi wa Mungu Luka, dokta, ni huyo alikuwa karibu na yeye. Na mimi nahakikisha kwamba ilikuwa siku za mwisho, ni hapo aliandikia barua hii. Huku ni kama kumkabidhi fimbo, ni kama kumwaga, kumwambia mwanangu Timotheo, hii ni barua ya mwisho, na kuandikia, ikiwezekana siwezi kuwepo tena, lakini wewe endelea, jikaze, ushikamane. Ni pale alimwambia itakuwa nyakati za mwisho na tabia hizi zitaonekana. Pale kwa Timotheo wa pili sura yake ya 3 na mstari wa 3. Tunajua kwamba nyakati za mwisho hazikuanza leo kwa mwaka huu wa 2025, lakini nyakati za mwisho zilianza tangu siku ya Pentecoste, wakati Roho Bwana ameshuka na kulijaza kanisa Roho Mtakatifu. Na baada ya pale wa mwisho ukaanza kuhubiri habari njema. Ilikuwa karibu mwaka wa 33. Ni pale Roho wa Mungu ameshuka na kujaza wateule wa Kristo walikuwa katika chumba cha juu, wakingoja, wakimtafuta Bwana, wakingojea uwepo Roho Bwana kaja juu yao ili wapate nguvu ya kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo. Ni pale nyakati za mwisho zilianzia kwa mwaka wa 33, na nyakati za mwisho zitamalizika mpaka ujio wa Kristo Yesu kunyakua kanisa. Hata leo tunaishi nyakati hizo za mwisho, na tukichunguza vizuri tunaona ya kwamba vitu hivi vimekomaa sasa, vimekuwa vikubwa, vimekuwa wazi, na dalili za kurudi kwa Yesu
karibu zote ziko wazi. Ni pale anamwambia kitu hichi. Tasoma hapo sasa. Tasoma hapo vizuri. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ni hizi tabia zote ametaja hapa, karibu tabia nyingi mno ambazo zinaenda kujifunua kwa nyakati hizo za mwisho. Roho atakapokuja atawaweka pembeni ili muwe vyombo vinavyofaa kupeleka habari njema. Lakini miongoni mwa watu, mtaona watu wanafanana kama wako miongoni na nyinyi, lakini watakuwa tofauti. Wanaweza kuja kujichanga kwenu, wanaweza kujiita kama nao wanafanana kuwa kama nyinyi, lakini tabia zao hazizirishi kabisa matunda au tunda la Roho Mtakatifu. Ukiona watu hawa, jaribu kujitenga nao. Usiwashiriki, usijisogezei nao, usijiache kwa mikono yao, usiwape moyo wako wote, lakini ujitenge nao, sababu hawa ni watu wa hatari sana. Shetani yuko tayari kuwatumikisha kwa muda wote ule kwa sababu ya kuharibu mwili wa Kristo, kwa sababu ya kuharibu hata huduma yako, kwa sababu ya kuziwia hata injili kusitokwenda mbele. Ukiwachanga, watakuwa chanzo cha vurugu. Na alisema neno nzuri hapa karibu kumstari wa ngapi? Kumstari hapa wa 5. Nasema hivi, ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Kwa nje watafanana ya kwamba wana hali ya utakatifu, hali ya utaua, hali ya Ukristo, kama watu wanaomwogopa Mungu, lakini kwa undani wao wanampinga yeye anayeleta utaua huyo. Hawakubaliani na Roho Mtakatifu, hawakubaliani na kweli ya neno la Mungu, lakini nje wana ule wokovu wa kujikaza, wa kujificha, wa kujivika kanzu nyeupe, na humu ndani wameharibika. Wengi watakuwa hivyo. Ukristo, wokovu wa kujikaza, wenye hauna matunda, lakini unaojaa dini tu. Na hao hawakawii sana kufichuka, wanatambulika mapema. Utakaa naye siku za kutosha, utajua kama huyu anajikaza kujivika utakatifu, lakini kweli ndani yake hana tunda la wokovu. Na hao watu utawakutana kama wengine, ni pale nilikazia kwa ile verse yake ya pili, ni kama watu wanakuja les calomniateurs, watu wanakuja kusingizia, wasingiziaji. Tunaiona hii verse ya pili, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs. Ni kumstari wake wa 3 ndo kwenye hiyo ipo. Unaona kama mtu ni msingiziaji, ni dalili zinatembea leo hivi kwa sababu ya kuchafua huduma, kuchafua majina, kuchafua heshima, kuchafua sifa za wengine. Wasingiziaji hawa wanakuja ili wavunje nguvu na waharibu, wanyanganye uwezo wa bidii na ujasiri wa huduma na watumishi wa Mungu kufikisha kile ambacho Mungu aliweka ndani yao kama mission. Na hawa wasingiziaji sana wanajaa katika makundi ya watu wa Mungu, na shetani ndani yao anajaribu kuchunguza wanani wanaweza kuwa na ujio mzuri ili wajenge zaidi mwili wa Kristo na huyu uwe na maendeleo makubwa. Shetani ulenga wale na utumia hawa kwa sababu ya kuwasingizia, kuwadanganyishia,
kuwatungia uongo ili hawasifikii kwenda mbele, wavunjike, wachukiliwe, wasisikilizwi, wasikubaliwi. Hii roho hii inalenga hasa wahudumu, hasa watendakazi, hasa watumishi wa Mungu katika kusanyiko la wana wa Mungu. Wapendwa, ningependa kukuambia jitenge mbali na watu hawa. Ukiona wanakukaribia sana, huku ujue hawaletwi bure. Wakati mwingine wanataka wakutenge na wengine. Wakati mwingine wanataka wakurudishe nyuma. Haibidi wewe ujiache wao wakubebe, lakini inabidi kama inawezekana uwasaidie kwa neno la Mungu. Na wakikataa, usifanyi ushirika pamoja nao. Usijiache kuwa kama rafiki yao kwa ukaribu, lakini uwe tayari na uwe makini unapoishi pamoja nao. Na mpendwa unayenifuata, unaweza kuwa na ushirika katika kanisa lolote, katika jamaa ya watu wa Mungu. Ujue ya kwamba kila mtu ana kipawa kenye Mungu aliweka ndani yake kwa sababu ya kujenga ndugu yake. Kila kiungo kinafaa katika mwili wa Kristo. Na kama mtu Mungu amemuinua kwa kipawa fulani, msukume, mtie nguvu, usimsingizii ili azimike. So atakapozimika, ni kanisa la Bwana linazimika, linazima kipawa fulani ambacho kilikuwa cha manufaa katika mwili wa Kristo. Mpendo uliyezingizia, ni wakati wa kutubu. Na wewe unayepitiwa kwa kuambiliwa maneno ya kuzingizia watu, jaribu kuwaepuka watu hao na kuweka mbali na wewe. Kwa nini uwe mwepesi wa kusikia maneno haraka na huku ukiyazingatia na kuanza kuwachukia watu pasipo sababu? Na huku hata wakiwa mbele yako tayari ushakuwa na moyo usiofurahia tena. Sababu ulilinda maneno yasiyo na msingi ndani yako sababu yao. Kumbi ni hao walibeba roho ya shetani ndani yao, walikuja kukuambia maneno ya kuchafua wengine pasipo sababu. Watu wa Mungu katika makanisa tofauti waliona roho hizo wanakaribia wachungaji, waliona roho hizo wanakaribia wazee wa kanisa, waliona roho hizo wanakaribia viongozi wa makundi tofauti tofauti, kwa sababu ya kuchafua na kusingizia wengine ili wasinuki nao waendelee kwa kumpa Mungu utukufu kupitia vipawa vilivyo ndani yao. Na kuomba sana wasaidie watu hao. Ikiwezekana waepuke, na ikiwezekana waweke wazi, usiwafichi na usiwashiriki na usiwafichii, lakini waweke wazi wakati mwingine, ili sumu hiyo ya shetani na roho hiyo ya shetani ikufe na kanisa la Bwana liingie katika kiwango cha uamsho. Ninakupenda sababu umenisikia. Nilikazia neno usingiziaji, lakini siku za mwisho zote picha zilizoonekana ni hizo. Watu watakuwa na tabia hizo, na si nje ya makanisa, ni ndani ya makanisa. Ndani kwenye jina la Bwana linatajwa, ndani kwenye mwili wa Kristo na kusanyika. Inaweza kuwa kanisa la ujumla, Eglise Universelle. Inaweza kuwa pia kanisa la mahali, Eglise Locale. Mahali kwenye administration au gouvernement ya kanisa inafanya kazi. Hapo vinaweza kuwepo na vinaleta uharibifu mwingi, matengano, vinaleta migogoro, migongano, vinaleta pia magomvi kati ya wanandugu, na amani ya Mungu inakosekana. Utendaji wa Roho Mtakatifu pia unakuwa na upungufu mkubwa. Lakini leo ningekutakia unayenifuata, kama uliingia na roho hiyo, katumika na hiyo roho, ni wakati wako wa kutubu ili urudi katika msimamo mzuri. Paulo aliandika hii barua kwa Timotheo kama anamwachia testament, kama anamwachia urisi, kama anamwachia responsabilite, anamwachia jukumu kubwa. Timotheo, mimi naweza kwenda, lakini wewe nakuachia responsabilite juu ya kanisa. Uwe makini juu ya neno hili. Watu wa Mungu wabakie katika maisha ya utaua, wabakie na umoja, wahubiri Injili na walete nafsi za watu wengi katika Kristo, na muepukane na watu hawa makanisani na kuwapatia nafasi. Sasa wewe kama umedanganywa na ukadanganyika na roho hii, ukaingiliwa ili uwe chombo cha shetani kwa hiyo njia, mwaka huyu utubu, sababu Bwana anatamani kuinua watu kanisani ili wawe vyombo vya baraka. Huduma ya Mungu iende mbele, Injili ya Bwana isogee,
uamsho wa Kristo kwa watumishi aliyowaandaa uende kupatikana. Na mimi unanisikia, hata wewe inawezekana ukitubu unaweza kuwa miongoni mwa watakaoshuhudia kesho mu 2026 na kutangaza ya kwamba Bwana amenitoa kiwango, ameniingiza kiwango kingine. Nimejua siri ya kuepuka watu wanaoharibu huduma ya Bwana na kuwavunja wengine moyo. Na amini utakamata maamuzi hayo, na amini pia utawatambua, na viongozi wengine mtakuwa makini na mtapambanua roho hizo, mzishinde na mwelekeze kanisa kwa amani na salama. Mungu awabariki mnaonifuata. Mungu awatendee mema. Muwe makini, simame kwa zamu hii, tangaze injili ya Kristo Yesu na kuleta nafsi nyingi kwake yeye, huku tukiepukana, huku tukitumia roho ya kupambanua na kujua hawa wanatumiwa na roho gani na nguvu gani, na hawa ni kiwango cha Wakristo wa aina gani ambao tumeambatana nao. Na viongozi wasimame vizuri, wawe makini kwa kupambanua, wasishirikiane na kila wote wanaowakaribia ili wavuruge kanisa na kuchafua mwili wa Kristo. Naamini umenisikia, naamini umenipokea na uko tayari kutenda na kusimama. Mungu azidi kukubariki na kutendea mema kwa mwaka huyu. Songa mbele, fika kwa hatua nyipya, wavute wengi kwa Yesu. Amka uende kwa kiwango ambacho ulikuwa hujafika bado. Mungu akubariki na kutendea mema. Ubarikiwe.